Ni dakika 90 nyingine za mchezo wa Mapinduzi Cup 2026, mwaka ambao Simba wanahitaji kufanya vizuri zaidi. Match day ni Simba Sports Club ambao wao wapo katika uwanja wa New Amani Complex wakitambulika kama wenyeji, wakiwaalika vijana wa Mwembe Makundi. Moja ya mechi ambayo inataraji kuteka hisia za watu wengi, moja ya mechi ambayo inataraji kuwa na ushindani mkubwa. Ikumbukwe hii ni mechi ya kwanza kwa mwaka huu 2026 kwa upande wa Simba Sports Club. Lakini pia hii ni mechi ya kwanza kwa coach anayejulikana kwa jina Steve Baka tangu anatambulishwa na miamba hii ya Kariakoo kwa maana ya wekundu wa Simba. So tutakwenda kutazama ufanisi, ushindani, weledi na makubwa pia ambayo atakwenda kuonekana katika upande huo kama sehemu ya kuhakikisha timu inakuwa katika mentality ya hali ya juu. Simba dhidi ya Mwembe Makundi. Mechi hii itapigwa mnamo majira ya saa 2 na dakika 15 usiku, kwa maana ya saa 2 na dakika 15 ndio wakati ambao tutashuhudia mechi hii ikiwa inapigwa. Ni mechi ambayo kiukweli ukitazama timu zote mbili, kila mmoja anahitaji kufanya vizuri na kila mmoja anahitaji kupata ushindi katika mchezo huu. Dhumuni na Simba kushiriki michuano hii ya Mapinduzi, tulimsikiliza kocha Steve Baka anasema kwamba moja ni kuhakikisha kwamba timu yake inatoa ubingwa huu wa Mapinduzi kama ambavyo rekodi zinaonyesha. Mara ya mwisho Simba mwaka 2024 wakishiriki michuano hii, wao ndio walitoa ubingwa huu. Tunakumbuka walimfunga Azam FC bao 1-0, bao la Abubakar Sar. Mnakumbuka ilikuwa ni foul, ikapigwa mwamba akazungusha kichwa, Simba akamfunga Azam bao 1-0, Abubakar Sar, na Simba akatoa ubingwa. So awamu hii tena wanarejea tena mzigoni na coach Steve Baka. Mechi yake ya kwanza anakwambia I need to win this important match. Anahitaji kushinda mechi ambayo ni mechi muhimu upande wake, pamoja na mechi muhimu zaidi katika upande wa klabu yake ya wekundu wa Simba. Kuelekea katika mchezo wenyewe tayari Simba Sports Club wao wanakwambia maandalizi yote yamekamilika kwa ajili ya kuwavaa vijana wa kikosi cha Mwembe Makundi. Mechi hii inapigwa toka mnamo majira ya saa 2 na dakika 15. Mechi ambayo kiukweli ukitazama tutarajie ushindani wa hali ya juu na tutarajie mechi nzuri kwa upande wa Simba. Wachezaji nyota wawili Bright Anukani pamoja na Charles Ouma ni sehemu ya wachezaji ambao Simba itawatumia kwenye michuano hii kama sehemu ya majaribio. So ni mmoja wa wachezaji ambao tutakwenda kutazama kila ambacho atakwenda kukionyesha katika mchezo huu na ubora mkubwa zaidi ambao watakwenda kuonesha katika muda ambao watapatiwa katika upande huo. Binafsi nitaomba nikubidishe kwenye probable ya kikosi cha wachezaji 11 ambao mnyama mwituni Simba Sports Club wanakwenda kuwatumia, wachezaji 11 wanaokwenda kuanza katika mechi hii. Kikosi cha Simba, goalkeeper yupo Hussein Aber, ndiye ambaye amepata nafasi ya kuanza na ndiye ambaye anakwenda kuanzishwa. Then upande wa fullback right, beki namba 2 yupo David Kameta Duchu. 3 yupo Anthony Sixbert Mrigo. Then mabeki wawili wakati yupo Rushin Deluk sanjari na Shamu Karabua. So Shamu pamoja na Rushin Deluk ndio mabeki wawili wakati ambao wanakwenda kusimama katika mchezo. Then tukija katika upande wa nambari 6 yupo mwamba kweli anayejulikana kwa jina la Arasane Kante, anacheza kama nambari 6. Then nambari 7 yupo mwamba kweli anayejulikana kwa jina la Joshua Mutare Budo. 8 yupo Nabi Kamara. Nabi Kamara anacheza kama nambari 8. So Kamara na Arasane Kante wacheza kwenye kiungo cha ukabaji. Then 9 kuja kusimama Jonathan Soa, the Black Lion, anacheza kama nambari 9. Then 10 tunamtazama mwamba kweli Bright Anukani, anaanzishwa kama nambari 10 na 11 anakuja kumalizia mwamba anayejulikana kwa jina la Mohamed Bai Jabir, akiwa ni sehemu ya 11 ambao wanakwenda kuanza upande wa Simba. So hao ni 11 ambao tunatarajia kuona ndani ya Simba dhidi ya Mwembe Makundi. Ukumbukwe nitakuwa nakupatia update ya kila ambacho kitakuwa kinaonekana na matokeo ndani ya dakika 90 yatakayojitokeza kati ya Simba dhidi ya Mwembe Makundi. Hii ni mechi ya kwanza kwa mwaka 2026 upande wa Simba wakicheza dhidi ya Mwembe Makundi. Nani unamtakia ushindi? Lakini pia nikuombe kama ni mara yako ya kwanza hakikisha umeweza kusubscribe ili usipitwe na taarifa zote kwa kina. Ujue kama umepata pia nafasi ya kusubscribe utakuwa unapata matokeo na update popote pale utakapokuwa. Nitakuwa na kuwekea dakika ngapi na nikafunga na imekuwaje katika upande wetu. Tukutane katika wakati mwingine. Bye bye.